na tumeambulia sare, tunaondoka na alama moja, mapambano yanaendelea. Na Ahmed, hii inawapa taswira gani kuelekea kutafuta ubingwa wa ligi kuu ya NBC? Bado nafasi ni kubwa. Ukiangalia tumepata sare hii leo, tumepata sare mchezo uliopita dhidi ya Azam FC, lakini nafasi bado iko wazi. Ukiangalia msimamo wa ligi bado unatoa matumaini. Ni sisi tu kurekebisha makosa katika timu yetu na kuongeza nguvu, hasa tunapokwenda kupambana na wapinzani wenye nguvu kubwa mithili ya TRA. Lakini kwenye upande wa mbio za ubingwa bado ziko wazi, nafasi bado kubwa tunayo, na sisi kama Simba sare hii dhidi ya TRA haijatukatisha tamaa wala kutuondoa katika mipango yetu. Tunaendelea kupambana. Tulifahamu mechi ya TRA ni mechi ngumu, na katika wale wote wanaowania ubingwa wa ligi kuu msimu huu lazima pate matokeo kama haya dhidi ya TRA. Kwa hiyo bado tunao nafasi ya kuendelea kupambana. Na tunajua mna michezo bado miwili hapa Arusha, dhidi ya Dodoma kwa maana ya kombe la CRDB na dhidi ya Fountain Gate. Tuambie. Hii ya leo imekwisha, japo matokeo yake sio ya kuridhisha, na tunaamini inaweza ikawa imewakatisha tamaa mashabiki wetu, lakini wasichoke na wala wasikate tamaa. Nguvu kubwa sasa tuielekeze katika mechi yetu ya Jumapili dhidi ya Dodoma Jiji. Hiyo ni kwanza ni mechi ngumu, lakini ni mechi ya mtoano ambayo ukipata matokeo yasiyokuwa na ushindi basi unaondolewa kwenye mashindano, na sisi tunaamini katika kombe la CRDB nafasi kubwa ya kuchukua ubingwa huo tunao, kwa sababu ni mechi za knockout na zinahitaji ubora wa dakika 90 pekee. Kwa hiyo niwaombe mashabiki wa Simba Kaskazini ya kwamba hili limekwisha, pamoja na matokeo yake ya kuumiza moyo, lakini tuwekeze nguvu kubwa kwenye mechi inayokuja dhidi ya Dodoma Jiji, twende tukapata ushindi, tufuzu kwenda hatua inayofuata. Ushamaliza? Haya, online. Ngoja mjipange kwanza. Ngoja kwanza Azam jipange. Medandia treni tuko mbele. Ligi kuu ya NBC ni matokeo ya kawaida kwenye mpira wa miguu. Kwenye mbio zenu za ubingwa lazima mkutane na matokeo kama haya ya kushtusha, matokeo kama haya ya kushangaza, lakini unaweza usishangae sana kwa sababu ya aina ya timu ambayo tumepata sare kwayo, kwa maana ya TRA. Tangu mwanzo tulifahamu ugumu wa mchezo huu, na hii ni kutokana na ubora wa wapinzani wetu TRA. Miongoni mwa timu ambazo ni ngumu, ni bora, zenye ushindani halisia, basi ni timu ya TRA. Imetupa upinzani mkubwa na tumeambulia sare ya bila kufungana, tumeondoka na alama moja. Ni matokeo mabaya, lakini hatuna budi kuyapokea, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kikombe hiki cha TRA tumekimaliza rasmi baada ya gharisha za hapa na pale, na sasa tunaangalia safari ya mbele zaidi. Nichukue nafasi hii kuwapa pole mashabiki wetu wa Simba kwa matokeo haya, lakini wasife moyo. Bado nafasi ya Simba kufanya vizuri msimu huu ni kubwa kweli kweli. Mnategemea kukutana na hili kwa TRA kwa sababu baadhi ya timu pia basi zinakuja hapa kupata sare na mlauna kama vile walikuwa pengine hawawezi. Ukiangalia sare ambayo sisi tumepata, japo inasimama kuwa ni sare, lakini unaona kabisa sisi walau tuliweza kupambana na TRA. Tumeweza kushambulia, ziko target ambazo tumepiga na kosa nyingi ambazo tumefanya, lakini wako wengine hapa ambao wamepata sare bila hata on target moja kwa dakika 90. Ndio uweze kuona walau sisi tuna timu bora kiasi gani, na ndio maana hii sare haijatuvunja moyo pakubwa, kwa sababu tunaamini kwa ubora wa timu yetu tuna uwezo wa kupata matokeo ya ushindi katika timu nyingine ambazo tutawahi kuzizidi. Lakini kwa Tabora ungetegemea kuona matokeo kama haya kwa sababu ya ubora waliokuwa nao. Haishangazi kuona matokeo haya kwa sababu hakuna ambaye amewahi kufurukuta hapa mbele ya TRA. Yote kwa yote tumepata matokeo haya, lakini sisi Simba Sports Club matokeo haya hayajatutoa katika mstari wa mapambano kuelekea katika ubingwa. Haina shida, gepo linaongezeka, lakini litamalizika vile vile. Sisi ndio tunaojua gepo tutalimalizaje. Kwa hiyo acha gepo liongezeke, lakini Simba tutalimaliza hilo gepo, wala usikuwe na mashaka hata kidogo, ndugu mwandishi. Kwa pili Simba pengine inataka pia ni moja ile ambayo ina ngumu
mechi ngumu pia za ugenini. Mechi hii imepoteza matokeo kwenye sare ya 6 hii. Pengine kuna tathmini ambayo mlifanya ili kuhakikisha tunakwenda kuondosha hizi sare, kwa sababu pia ndio chachu kama ni chanzo cha nyinyi kukosa ubingwa kwa miaka kadhaa. Tumekuwa na mfululizo wa mechi ngumu. Tumecheza wiki iliyopita mechi dhidi ya Azam. Ilikuwa mechi ngumu kweli kweli, intensity ilikuwa kubwa, mechi ilikuwa tough kweli kweli, na ukitaka kuthibitisha hilo angalia matokeo vile vile ya Azam hii leo ambayo ameyapata dhidi ya Mbeya City. Huwezi kutumia nguvu kubwa kwenye mechi kama ile alafu ukaja ukapata matokeo mazuri kwenye mechi kama hii dhidi ya TRA ambao walikuwa wamekaa wanakusubiri wewe uje ushughulike naye. Kwa hiyo sare tuliyoipata dhidi ya TRA ni sare ambayo haishangazi pakubwa kutokana na ugumu wa mpinzani wenyewe, lakini kutokana na ubora wa mpinzani mwenyewe. Kitu muhimu kwetu ni kutotingishika kwenye malengo yetu msimu huu. Bado sisi tunaamini tunayo nafasi ya kufanya vizuri katika michezo mingine ambayo imebakia. Semaji, aina ya mchezo ambao mmeonyesha leo hii pengine inatoa tafsiri gani kwa katika mchezo wenu wa mtoano? Tumepata sare lakini hatukuzidiwa, hatukutengenezewa hatari ya kutuweka roho juu. Tumepata sare lakini tulikuwa kwenye ubora wetu ule ule, na tumekosa nafasi kadha wa kadha ambazo kama ingekuwa siku yetu hii leo nyama ilikuwa anaondoka na walau goli moja. Nafasi kama ile ya Rushaine De Rock, kila mmoja anaona kama inaingia hivi kumbe ndo inatoka, lakini kwa hiyo tumepata sare lakini timu yetu haikuzidiwa, timu yetu ilikuwa kwenye ubora ule ule. Sasa kuelekea katika mechi inayofuata, maana yake ni kwamba tunachukua huu ubora ambao tumekuwa nao hii leo, tunarekebisha makosa kidogo yalotokana na mchezo wa hii leo, alafu tunakwenda kwenye mechi ya mtoano dhidi ya Dodoma Jiji tukiwa na matumaini ya kufanya vizuri. Sisi matumaini ya kufanya vizuri kwenye mechi inayokuja ni makubwa kweli kweli kulingana na performance ambayo tumeionyesha hii leo. Sare dhidi ya, unajua katika ligi ya Tanzania miongoni mwa timu bora ni pamoja na TRA. Maana ukitoa Simba wanakuja TRA, zinakuja timu nyingine. Kwa hiyo ukipata sare dhidi ya TRA sio matokeo ya kwanza kukunyong'onyeza, matokeo ya kwanza kukumiza, kwa sababu umepata sare na timu ambayo msimu huu hasa round ya pili hii imejipata vizuri. Tumeumia kwa sababu malengo kwenye mpira wa miguu ni kupata ushindi, lakini ukitokea umepata sare maana yake unaingia kwenye msonono, na ukizingatia tupo kwenye vita kubwa. Kwa hiyo unatamani kila mchezo ushinde, lakini uhalisia hauko hivyo kwamba utashinda kila mchezo. Kuna wakati unakutana na kigingi kama hiki, unajikwaa, unajipanga kwa mechi inayofuata. Na unadhani pengine TRA kwa nini wamefurahia sana hii sare? Kwa TRA kwao ni matokeo mazuri, kwa sababu tofauti ya TRA na Simba ni kwamba TRA yeye akipata ushindi sawa, akipata sare sawa. Kwa Simba sisi tunataka ushindi tu, hatuna option nyingine. Kwa hiyo wao wamekosa option A ya kupata ushindi, wamepata option B ya kupata sare. Kwa hiyo wana ruhusa na haki ya kufanya sherehe kubwa. Sasa ya elimu tunamuona pale pia. Nilimsikia msemaji wa Dodoma asubuhi akisema kwamba wao hawana taarifa, nasikia kama mzee anaposema mechi ni Simba. Elim Panzo ameanza kurejea taratibu, bado hajakuwa na utimamu mkubwa sana wa kuweza kupewa nafasi ya kucheza katika mechi kama hizi. Pengine tunataraji mchezo unaofuata dhidi ya Dodoma Jiji anaweza kuwa tayari amesha kaa kwa 100% na atakuwa sehemu ya mchezo. Kazi ya kuwapa taarifa Dodoma Jiji sio sisi, ni shirikisho la kandanda Tanzania. Kwa hiyo kama wao hawana taarifa, hiyo ni kazi ya TFF, kama ulizeni Clifford Marion Ndimbo. Lakini mchezo ni hapa Sheikh Amri Abeid siku ya tarehe 12, yes, tarehe 12, na itakuwa ni mechi ya kombe la shirikisho la CRDB. Na kwa kipekee kabisa nichukue nafasi hii kwanza kuwapa pole mashabiki wa Arusha na kaskazini yake kwa matokeo haya ambayo tumeyapata hii leo, lakini wasivunjike moyo na wasiache timu yao. Matokeo haya yasiwafanye sasa Simba bwana, basi tena mechi inayofuata hatuendi uwanjani ama siendi uwanjani. Matokeo ya leo yanaumiza,
lakini lazima tuendelee kusimama imara kuipambania Simba yetu, na ukizingatia ni kwamba ni mashindano mawili tofauti, kwa maana hii ni ligi kuu ya NBC. Matokeo yake ya leo yanajitegemea, na mechi ambayo tunakwenda kucheza tarehe 12 dhidi ya Dodoma Jiji ni mechi ambayo matokeo yake yanajitegemea, lakini mechi ya Dodoma Jiji ndio mbaya zaidi kwa sababu ukifungwa umetoka. Sasa sidhani kama yuko shabiki yote wa mnyama ambaye yuko tayari kuiona Simba inaishia hatua hiyo, sio ya 16 bora sijui na ngapi. Kila mwana Simba anataka kuiona Simba ikifanya vizuri, na sisi tunaamini katika kombe la CRDB tunayo nafasi kubwa ya kufanya vizuri, lakini hiyo nafasi tunaipataje? Tunaipata kwa wana Simba kujitokeza na siku ya tarehe 12 Jumapili, twende kwa pamoja, twende tukamshughulikie Dodoma Jiji.